Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani itaondoka Iran ndani ya wiki 2 au 3 ili iwe kuna makubaliano au la. Rais huyo wa Marekani amewaambia waandishi wa habari kwamba Marekani ipo tayari kuondoka nchini Iran hivi karibuni na hatua za kijeshi za nchi hiyo zitakomeshwa ndani ya wiki 2 ama 3. Anasema Marekani imefikia malengo iliyojiwekea kabla ya kuanza kwa mashambulizi ya anga dhidi ya Iran mwezi uliopita kwa ushirikiano na Israel. Ameongeza kuwa lengo la kuzuia Iran kuwa na uwezo wa kuunda silaha za nyuklia imefanikiwa na sasa Marekani inamaliza kazi. Trump pia anasema Marekani sasa inatawala anga la Iran na pia imepata mabadiliko ya utawala kufuatia mauaji ya viongozi wakuu wa kisiasa na kijeshi. Aliwataja viongozi hao wapya mjini Tehran kama walio na misimamo mikali na uadilifu zaidi ikilinganishwa na watangulizi wao. Rais huyo wa Marekani pia anasema viongozi wa Iran wanaomba kufanya makubaliano na Marekani ili kumaliza vita, madai ambayo awali yalipingwa na Iran. Anaongeza kuwa vita vinaweza kumalizika bila makubaliano kati ya pande hizo mbili. Kuhusu athari za vita, rais huyo wa Marekani ameelezea zaidi hasa kupanda kwa bei ya mafuta, ambapo amesema bei itashuka mara tu Marekani itakapomaliza hatua zake za kijeshi. Hata hivyo, wakati huu wa vita kati ya Marekani na Iran, moja kati ya mambo ambayo Marekani inataja ni kwamba ipo katika mazungumzo na Iran, licha ya kwamba viongozi wa Iran wameeleza wakisema kwamba hakuna makubaliano ya aina yoyote yanayoendelea baina ya Marekani na Iran. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani anaidai kwamba wameshamaliza yale yote ambayo walikuwa wakitaka kuyaharibu ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu si ukweli halisia wa kile anachokisema Rais Donald Trump, kwani mpango wa Marekani kwa wakati huo ilikuwa kuondosha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini wakati huu wamejaribu tu kuwaua viongozi, lakini mfumo wa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran umesalia kuwa pale pale, na kwamba bado Marekani haikumaliza kazi kama ambavyo imetaka. Kuhusu mpango wa nyuklia, bado Iran inamiliki zaidi ya kilogramu 400 za uranium iliyorutubishwa, lakini pia bado ina makombora ya masafa marefu. Kwa hivyo wakati huu wachambuzi wanaangalia katika wiki hizo 2 au 3 ambazo rais wa Marekani amezitaja kwamba Marekani itaondoka katika taifa hilo la Kiajemi. Hata hivyo, rais wa Marekani ametishia kutumia nguvu kali na kubwa kushambulia vituo vya nishati vya Iran. Wiki iliyopita alisema ataharibu kwa kiwango kikubwa kiwanda cha gesi cha South Pass ikiwa Iran itashambulia tena vituo vya nishati vya Qatar. Kadhalika ameweka tarehe ya mwisho akionya kwamba ikiwa viongozi wa Iran hawatafungua mlango bahari wa Hormuz, Marekani itaharibu mitambo mbalimbali ya umeme ya Iran kwa kuanzia na ile mikubwa. Wachambuzi wanasema kwamba wakati huu rais wa Marekani anatafuta kila namna ya kumaliza vita hivyo kutokana na gharama kubwa ya vita hivyo ambavyo vinaigharimu si tu Marekani lakini pia ulimwengu kwa ujumla. Hata hivyo, vitendo vinavyoendelea wakati huu katika vita hivi vinaonyesha kwamba vita vimetengeneza athari kubwa katika ulimwengu, hasa kupanda kwa bei ya nishati, ambapo ni baada ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz na Iran, lakini pia namna ambavyo wapiganaji wa Kihuthi wa Yemen wameufunga mlango bahari wa Bab al-Mandeb katika huko nchini Yemen. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News.